Ebana, niko hapa kwa ajili ya kumzungumzia moja kati ya golikipa bora kabisa barani Afrika, golikipa bora kabisa kwenye ardhi ya Tanzania, golikipa bora kabisa kunako ligi kuu Tanzania bara. Bana, niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamzungumzia vizuri kabisa, na huyu si mwingine, ni golikipa bora ambaye ameonyesha kuonyesha kiwango bora katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2025, moja kati ya michuano ambayo imekuwa bora kabisa, na tumeweza kuona kwa upande wa Djigui Diarra, golikipa wa kikosi cha wananchi Young Africans, kufanikiwa kuweza kuonyesha performance ambayo ni kubwa kabisa kwenye michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Amefanikiwa kuingia kwenye kikosi bora cha wiki cha michuano ya AFCON katika hatua ya 16 bora. Hii yote ni kutokana na kiwango bora ambacho ameweza kukionyesha kwenye michuano hiyo. Sasa kiwango cha Djigui Diarra kimekuwa kikubwa kabisa kwenye michuano ya AFCON, kitu ambacho kimefanya kumtangaza zaidi na kuonyesha ukubwa wake kwenye bara la Afrika. Sasa Young Africans wapo kwenye wakati mgumu haswa kumbakisha Djigui Diarra. Mpaka hivi ninavyozungumza ni kwamba vilabu vingi duniani vimeweza kuonyesha nia ya kumhitaji golikipa huyu, golikipa wa kisasa kabisa ambaye yuko pale mitaa ya Jangwani, ambapo michuano ya AFCON imeweza kumtangaza kwa ukubwa zaidi, na vipo vilabu vingi kadha vimefanikiwa kuweza kuonyesha nia ya kumhitaji, na kama mambo yatakwenda vizuri, basi Djigui Diarra na Young Africans pengine kwenye ile dirisha dogo la usajili, basi ndoa yao ikavunjika na timu mwamba akaenda kujiunga na vilabu vingine. Sasa hii yote ni kutokana na ukubwa wa vilabu, lakini pia kutokana na kitita kikubwa cha pesa ambacho Djigui Diarra atakabidhiwa, lakini pia klabu yake Young Africans kitita kikubwa ambacho watakachokutana nacho. Mpaka hivi sasa bado mchakato inaendelea kuhakikisha kwamba Djigui Diarra anaenda kwenye klabu nyingine, anakwenda kusajiliwa kwenye vilabu vingine vikubwa. Kuna vilabu vya Ureno, kuna vilabu vya Italia, lakini pia hapa kwenye bara la Afrika kuna vilabu pia vimeonyesha nia ya kumhitaji Djigui Diarra. Sasa wengi wanasubiri kuweza kuona golikipa huyu ataelekea wapi, na wacha nikuibie siri, kwa upande wa wananchi Young Africans wamekuwa kwa muda mrefu sana na Djigui Diarra kwenye kikosi chao, na ameweza kuonyesha performance ambayo ni kubwa sana, na Young Africans wapo tayari kubariki hili dili kama endapo litatimia, japo ni kutokana na namna ambavyo wanataka tu kumbless mchezaji aendelee kuonyesha uwezo wake, aendelee kuonyesha pia kipaji chake, aendeleze pia kukikuza zaidi kipaji chake. Sasa kwa upande wa nchi Young Africans wanaona basi ni wakati sahihi pia wa kupiga pesa kwa Djigui Diarra, lakini ni kuibia siri kwamba tayari Young Africans mpaka hivi sasa wameanza kutolea macho baadhi ya makipa wengine kwenye bara la Afrika kuhakikisha kwamba wanapata kipa ambaye ni mzuri bora wa kwenda kuziba pengo la Djigui Diarra kama endapo ataondoka kwenye ile dirisha dogo la usajili. Sasa wengi wanabaki kujiuliza kwamba ubora wa Djigui Diarra, je, Young Africans wanahitaji kipa wa aina gani? Kipa mwenye uwezo kiasi gani, lakini pia kipa ambaye ameweza kupita kwenye vilabu gani kwenye bara la Afrika. Wengi wanabaki kujiuliza na, lakini pia nikuambie kwamba kupata kipa bora haiji kuwepesi wepesi. Young Africans mpaka wakafanikiwa kumpata Djigui Diarra ambaye kwa hivi sasa anaonyesha kiwango kikubwa kabisa kwenye klabu yake, lakini pia anaonyesha kiwango kikubwa kwenye timu yake ya taifa ya Mali, hususan kwenye michuano ya AFCON. Haikuwa jambo ambalo ni jepesi, ilikuwa ni jambo zito kweli kweli. Sasa Young Africans wana kibarua kizito cha kupata golikipa ambaye ni bora kama Djigui Diarra ama mwenye kiwango bora zaidi ya Djigui Diarra. Sasa hapa ndo kila mmoja anasubiri kuweza kuona, je, Young Africans kama endapo Djigui Diarra ilidili likitiki la kuondoka kwenye kikosi hicho, je, ni golikipa yupi ambaye watafanikiwa kumweza kumsajili kwenye kikosi hicho? Mpaka hivi sasa ili jambo kama limekaa dilema, na Young Africans wanamhitaji Djigui Diarra, wanatamani kuendelea kubakia naye, lakini tatizo linakuja kwenye swala zima
la timu ambazo zinamhitaji ni vilabu vikubwa, vina uwezo wa kumpa pesa nyingi zaidi, lakini pia vina uwezo wa kuvunja mkataba ambao Djigui Diarra yuko nao ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Sasa mimi na wewe pia tujui kitu gani kitaendelea. Djigui Diarra tumemwona akifanya vizuri kwenye michuano ya AFCON na michuano ya AFCON lile ni daraja ambalo ni kubwa kidogo, daraja ambalo timu mbalimbali duniani, timu mbalimbali pia kwenye bara la Afrika, barani Ulaya zinatamani kuwa na goalkeeper kama Djigui Diarra, goalkeeper ambaye ameweza kuonyesha performance kubwa, na kila mmoja anatamani kwamba akimpata basi mambo yatakwenda vizuri zaidi. Sasa tusubiri kuweza kuona mwisho wa siku kwa upande wa nchi Young Africans kama endapo watakubali kumuuza Djigui Diarra kwenye ile dirisha dogo la usajili kulingana na kitita ambacho kitakachowekwa mezani. Na Young Africans kama nilivyokuambia kwamba wako tayari kufanya biashara mpaka hivi sasa kulingana na namna ambavyo wanavyomheshimu Djigui Diarra, lakini pia kutokana na namna ambavyo hali halisi ilivyo. Tayari wameanza pia mchakato wa kutolea macho baadhi ya magolikipa kuona kwamba wanaweza kupata golikipa ambaye anaweza kawa kama Djigui Diarra. Mwisho wa siku tusubiri kuweza kuona kile ambacho kitaendelea. Ukweli ni kwamba Djigui Diarra ni moja kati ya golikipa wa kisasa kabisa, anakupa vyote. Anakupa vyote, umiliki wa mpira, footwork ya kutosha, lakini pia saving zake, catching yake ya maana kabisa. Ni moja kati ya golikipa ambaye, je, Young Africans watafanikiwa katika hili ama itakuwaje? Manake kipa na vyote footwork yake inalipa, iko sokoni, lakini pia catching yake iko bora kabisa, namna ambavyo anafanya punching zake, saving zake, moja kati ya goalkeeper ambaye ni wa kisasa kabisa duniani kwa hivi sasa. Sasa tusubiri kuweza kuona Young Africans kama watakamilisha ile dili ama mambo yatakuwaje. Hakikisha una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Endelea kuitazama Gift Online TV. Bye bye.